Kipindi hiki kimedhaminiwa na PBZ. Ni nafuu na ni salama. Ni rahisi na isiyo na utapeli. Ni PBZ Wakala. Ni kidole chako tu. Sasa PBZ Bank inakuwezesha kutoa pesa kupitia PBZ Wakala kwa urahisi. Ni kidole chako ndicho kinachokuwezesha kupata huduma hii basi na ulazima wa ATM card. PBZ Wakala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha NIDA, Mzanzibari mkazi, leseni ya udereva au passport ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank, banki ya watu, chaguo la watu. Pemba ni kisiwa kilichopo takriban kilomita 50 kutoka Unguja, kinachopatikana katika upande wa kaskazini mashariki mwa kisiwa hiki cha Unguja, ambacho ni moja ya mjumuiko wa visiwa vya Zanzibar. Kisiwa hiki kimekuwa kivutio kikubwa cha utalii na utamaduni mbalimbali. Serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi imedhamiria kuifungua Pemba katika nyanja tofauti, ikiwa ni pamoja na kijamii, kiuchumi na hata kisiasa. Kupitia mipango ya kuimarisha sekta ya uchumi wa bluu, serikali inalenga kuinua utalii na uwekezaji na kuifanya Pemba kuwa kivutio kikubwa zaidi kwa wageni na jamii mbalimbali. Bonanza la utalii, michezo na utamaduni kisiwani Pemba ni moja ya hatua muhimu katika kutimiza malengo haya. Bonanza hili limejumuisha shughuli mbalimbali za burudani, michezo na maonyesho ya utamaduni, na limekuwa kitovu kikubwa kwa jamii za ndani na wageni kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Bonanza hili linalenga si tu kuinua sekta ya utalii, bali pia kutangaza tamaduni na desturi za kisiwa cha Pemba. Bonanza hili limefanyika kwa siku 4 mfululizo na limejumuisha mashindano ya aina mbalimbali kama vile mbio za ngalawa, ambazo ni mashindano maarufu ya mashua ndogo za asili zinazotumika katika usafiri wa majini kisiwani Pemba. Mbio hizi zimekuwa kivutio kikubwa, zikivutia washiriki na watazamaji kutoka sehemu mbalimbali. Baharini hali ilikuwa upepo ni mbaya baridi, lakini tulipambana tukashinda. Ni mshiriki wa mashindano ya resi za ngalawa. Lililonifanya niweze kushinda, niliwapima uwezo wapinzani wangu. Nikawahisi kwamba hawa tekniki yangu mimi ni kuwakimbia mapema. Kwa hiyo niliwakimbia, nikawacha wakasokotana huko, wakavurugana huko, mimi nikajitenga pembeni mbali. Wakanihisi kwamba mimi niko mbali, lakini hatima yake kuna mwenzangu kanizidi kwa sababu tumemwandaa mapema kwamba yule ni mshindi wa kwanza na namba yake akapata namba ya kwanza. Mimi nikapewa namba 5, lakini nikamwambia hii namba 5 mlionipa hii itakuwa namba ya pili, na nikapata namba ya pili kwa sababu mimi mtu mzima, si mara ya kwanza kwenda. 2007 nilikwenda nikapata namba ya 3. Kwa hiyo hichi kitu ni mzoefu, nikilala na kiweweseka. Lini tena? Mwaka jana nilikosa kutokana kwamba nilikuwa sipo, lakini mara hii baada tu kupata taarifa ndiko kuweko, nikatoka nikaja hapa nikajumuika na ngarawa yangu. Kama mlikuwepo inalala nyumbani especially kwa hichi kitu hichi. Nikitoka nyumbani naleta hapa, sasa hivi narejesha tena nyumbani. Najisikia vizuri kutokana na mashindano ya ngarawa, jinsi ya mimi mwenyewe kamanda wao nilivyojipanga, na kama zilivyokuja ngarawa zetu ndivyo tulivyojipanga. Changamoto kutokana na mipangilio ya ngarawa zetu kwa sisi wenyewe twazijua, kwa sababu tunajuana kwa baharini, na ndio maana tukaziweka huyu ndio wa kwanza, huyu wa pili na mimi wa tatu kama kawaida tu. Pia kulikuwa na mashindano ya baiskeli yaliyofanyika kwa umbali wa kilomita 40, ambayo pia yaliangazia ufanisi ya waendesha baskeli hao na mchezo wa riadha.
Nashukuru, mashindano yalikuwa mazuri na furahi nimeshika nafasi ya kwanza. Nilikuwa na washauri kilomita wangeongeza hata zingefika hata 80. 80 hata wakiitoa ya miguu haina shida, itapendeza zaidi, au waweke 120 lakini ya miguu waiweke pembeni. Mashindano haya ya kilomita 40 yalikuwa ni mashindano mazuri, hatujakutana na changamoto ya aina yoyote njiani. Kwa mashindano tumemaliza salama. Changamoto iliyokuja kutokea mashindano haya yanakuwa ni ya kuendesha kilomita 40 kwa baskeli alafu mwisho kilomita 5 kwa mguu. Wachezaji wengi wa baskeli hatuna maandalizi ya mguu, tunakuwa na maandalizi ya baskeli peke yake. Lakini kwa kuwa tumeshajua mashindano yako hivi sasa hivi, tutakuwa tunajiandaa kwa mguu na kwa baskeli. Nashauri vijana wenzangu ambao wapo mitaani wasona kazi, hata wenye kazi, baiskeli ni mchezo na baiskeli ni mazoezi. Na pia baiskeli inaweza kukwambia inajenga afya ya binadamu yoyote na kumweka imara. Bonanza hili pia lilijumuisha aina nyingine ya utalii kama vile halali tourism, ambapo wageni walitembelea maeneo yaliyozikwa masharifu, kushuhudia msahafu wa kale pamoja na msikiti wa zamani. Hii ni sehemu ya juhudi za kutangaza utalii wa kipekee unaohusisha urithi wa utamaduni na historia ya Pemba. Pemba ni kisiwa chenye tamaduni za kipekee ambazo zimeendelezwa kwa muda mrefu. Bonanza hili lilijumuisha pia maonyesho ya silka na tamaduni za watu wa kisiwa cha Pemba. Moja ya vitu vya kipekee vilivyoonyeshwa ni gwaride la punda ambalo linawakilisha usafiri wa zamani wa watu wa kisiwa hiki. Punda walitumika kama vyombo vya usafiri enzi za kale, na bado usafiri huo unaendelea kuwa ni sehemu muhimu ya utamaduni wa Pemba. Michezo ya kucheza na ng'ombe pia haikukosa katika bonanza hili. Michezo hii ni moja ya urithi wa kijamii ambao umeendelea kupendwa na kuenziwa kutoka kizazi hadi kizazi kisiwani Pemba. Kwa kufanya maonyesho haya, jamii ya Pemba inaendelea kudumisha utamaduni wao na kuufundisha kizazi kipya kuhusu historia hii adhimu. Mchezo sisi tulirisi kwa babu zetu. Wakati wanacheza, tumecheza bado wadogo, tukafunzwa mpaka tukafikia hatua hii tulipofikia. Na bado alhamdulillah tunaendelea vizuri na tunaendelea na mchezo wa ng'ombe kama kawaida, na hapa si mara ya mwanzo wala si ya pili. Ni sehemu nyingi tu ambazo kuwa tukiitwa kwenye mchezo wa ng'ombe tunapatikana na tunaenda kuelezea mchezo wa ng'ombe. Huu mchezo kwa kweli ni asili, na mara nyingi ya ng'ombe huwa tunawafunza huko, lakini kutokana na hali ya maisha sasa hivi ilivyo, hatuwezi tukapata ng'ombe wakubwa bila kuweza kupata pesa za kutafuta wale ng'ombe wakubwa ili wakawepo kwa kuhusu habari ya mchezo wa ng'ombe. Wito wangu kwenye serikali, tuwaomba kwanza watuwezeshe wachezaji wa ng'ombe, kwa sababu kwanza ni mchezo hatari. Huu mchezo ni hatari kwa sababu ni mchezo kwa kweli wa asili, lakini uko vibaya. Wewe unapomita ng'ombe, akili yako yote inakuwa iko kwenye ng'ombe. Kwa hivyo ng'ombe kuna mambo mawili, utamcheza ama atakupiga. Sasa kama angalau ng'ombe ni mdogo, inabidi ajali ni ndogo, lakini kama ng'ombe atakuwa ni mkubwa, ina maana unatakiwa ujipange. Kwa hivyo kwanza tunaomba serikali ituwezeshe, halafu itupe nyenzo, itupe vifaa kidogo vya kuchezea ng'ombe, halafu watuhamasishe ili na vijana pia waendelee kufuata huu mchezo wa ng'ombe, kwa sababu sisi ndio tuondoka. Wazee wameondoka, tukafika sisi tukarisi, lakini sisi pia tutaondoka. Tukiondoka sisi, kama serikali haitowezesha, basi mchezo wa ng'ombe unaondoka. Hali kadhalika, bonanza hili liliambatana na maonyesho ya ngoma ya asili ijulikanayo kama ngoma ya kiumbizi. Ngoma hii ina historia ndefu na inatokana na enzi za utawala wa Kireno. Ilikuwa inatumika hasa maeneo ya kusini ya Pemba kama sehemu ya kujikinga na mateso kutoka kwa utawala wa Kireno uliokuwa ukitawala eneo hili kwa kipindi kirefu. Mchezo wa ngoma hii ya kiumbizi ilianza toka nyuma katika utawala wa Kireno. Watawala wa Kireno huko nyuma
katika utawala wao walikuwa mara nyingi watumia bakora, walikuwa wanawapiga sana watu wazalendo wa nchi hii. Hivyo basi wazee wa maeneo ya Pujini, Matele, Chambani na maeneo ya karibu waliamua na kukaa wakasema, mbona tuwaonewa sisi, mbona tunapigwa sana? Kwa nini sasa hatujifunzi jinsi ya kukinga hizi bakora? Wazee baada ya kukaa hapo wakaona kweli sadakta, hili ni jambo zuri na tulifanye. Sasa wazee walijikushanya, wakakaa porini, wakafundishana jinsi ya kupigana bakora na kuweza kuzuia bakora ikiingia kwenye kichwa. Kwa hivyo walijifundisha kupigana zile bakora mpaka walipoona sasa kwa kweli bakora tayari zishatuingia, kwa kweli tushaweza kujikinga. Lakini wakasema sisi tayari tumeshaziweza na tushaweza kujikinga bakora hizi. Je, wale watu wanaotutegemea je? Wakasema yes, hili neno twende tukawafundishe wenzetu jamii. Sasa wakasema lakini itakuwaje twende tukawafundishe jamii wakati sisi tuko kwenye utawala? Si wataona kwamba hawa hata wanataka kufanya mapinduzi? Sasa hapo ndipo waliposema kwamba tuweke ngoma. Tukiweka ngoma hawa wataona kama sisi twacheza ngoma zetu za kawaida. Na ni kweli wakatia mchezo wa ngoma ule, wakapiga ngoma huku wanacheza kiumbizi, wanafundishana kidogo kidogo mpaka karibu Pemba karibu nusu kusini nzima hii yote ilienea hii mchezo huu wa ngoma hii ya kiumbizi au mchezo huu wa kiumbizi, isipokuwa kaskazini huu mchezo hakuingia sana. Kule kulikuwa kuna mchezo wa ngware, lakini huku kusini yote hii basi huu mchezo walikuwa wanauelewa, na kwa kweli humpigi mtu kiovyo. Bonanza hili limekuwa ni moja ya njia muhimu katika kuunganisha jamii mbalimbali. Jamii kutoka Tanzania bara kama vile kutoka mikoa ya Dar es Salaam na mikoa mingine Tanzania. Pia jamii kutoka mataifa ya nje ya Tanzania ikiwa ni pamoja na nchi ya Kenya walishirikiana na wenyeji wa Pemba katika kusherehekea utamaduni na michezo ya kipekee. Ukubaliane tu na mimi kwamba uwepo wa tamasha hili katika kisiwa cha Pemba umeongeza kati ya vile vizuri ambavyo tuko navyo. Naamini kwa kipindi kifupi ambacho tumekaa Pemba, uelewa wa wananchi wetu kuhusu dhana nzima ya utalii utakuwa umeongezeka. Uelewa wenu kwenye fursa za uwekezaji utakuwa umeongezeka, lakini na mapenzi yenu kwa serikali kutokana na miundombinu ambayo ipo yatakuwa nayo yameongezeka. Kwa msingi huo niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kukifungua kisiwa cha Pemba katika dhana ya maendeleo. Sisi wasaidizi wake ambaye tunakuja kwa niaba yake ni lazima tuyaishi na tuyahubiri yale ambayo yeye ameyaahidi na anaendelea kuyatekeleza. Dhana ya kufungua kisiwa cha Pemba ni maelekezo yake. Kwa hiyo Wizara ya Utalii najua wanaiga uchumi wa bluu kwa sababu sisi ndo tumeanza, lakini kuiga jambo zuri si baya. Endeleeni kuiga, na ninatoa rai kwa wizara nyingine na mawaziri wenzangu tuendelee kuwaiga kamisheni, twende kila mmoja akajifungue kisiwa cha Pemba kwenye eneo lake. Kiujumla, matukio kama haya ni matukio ambayo yana faida sana kiuchumi, kisiasa, kijamii. Sababu kwanza kiuchumi, angalia kiasi idadi ya watu ambao wameingia Pemba kwa ajili ya hizi shughuli. Kuingia kwao bila shaka wanakuja na fedha zao ambazo nyumba za wageni zinapata wageni, maduka wanauza bidhaa zao, wajasiriamali walioandaa vitu vyao mbalimbali nao wanapata soko, na hiyo inawasaidia. Lakini pia
kijamii, inaleta ule mshikamano na mashirikiano, na tunaishukuru serikali yetu inaongozwa na rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada maalum za kuifungua Pemba kwa nyanja zote za kheri, sababu kamisheni ya utalii safari hii imekuja Pemba na wito wa halal tourism, na hii ni aina ya utalii ambao unajali mila, silka, mazingira na masuala yote ambayo ni endelevu katika utalii. Hii yote ni miongozo ya serikali yetu chini ya kiongozi wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, na kwa kweli mapokezi tuliyoyapata yamekuwa ni mazuri sana kwa wananchi wa Pemba, mashirikiano waliotupa. Kwa mfano jana tulipokwenda kupiga fatha kule Hole kwa Sheikh Alawi, alafu tukaelekea Wingwi kwenye ule msaafu ambao ni wa muda mrefu uliokotwa pwani na ambao mpaka leo haukuharibika, ukamalizia kwa Micheweni ambako tulisali sala Ijumaa na kuonyeshwa msikiti katika msikiti ambayo ni ya zamani sana. Yake tumeambiwa pale ulijengwa msikiti ule mwaka 265 hijiria kama hivi. Ni muda mrefu zaidi ya miaka 1100 iliyopita. Sasa hizi ni fursa ambazo ni wachache walikuwa wakizijua. Hata sisi wenyewe ambao ni Wazanzibari tulikuwa hatujui kwamba tunazo hazina kama hizi. Sasa yanapofanyika haya kupitia halal tourism, tukaonyesha ule uasili wa kisiwa cha Pemba kwamba kilikuwa ni kitovu cha elimu, lakini ni kitovu pia cha kuonyesha masuala mbalimbali ya kheri. Ni dhahiri kwamba wananchi wa kisiwa hiki nao watazidi kuunga mkono hili swala la utalii ambalo kwa muda mrefu walikuwa na ukakasi nalo, kwa sababu walikuwa wanahisi unapokuja unaharibu tamaduni za pale zilipo. Kwa hivyo tunashukuru kwa hilo, na ni imani yetu kwamba kamisheni ya utalii itaibua mambo mbalimbali ya kuwashirikisha wananchi hatimaye wafaidike na utalii, na watalii wanapokuja hapa badala ya sisi kujifunza kutoka kwao, iwe yapo yetu mazuri ambayo wanaondoka nayo. Na kwa mwaka huu ili bonanza letu lilikuwa na furaha tangia siku ya mwanzo, tangia tarehe 27 tulikuwa tuna mbio za ngalawa, tulikuwa tuna race za ngalawa zilizofanyika katika kijiji cha Ukangani, lakini pia siku ya pili yake tulikuwa tuna mbio za triathlon ambazo walianza kwa kuogelea, wakaenda kwenye baiskeli takriban kilomita 40, halafu wakaenda mbio katika msitu wa Ngezi, katikati ya msitu wa Ngezi kwa kilomita 5, na wakaweza kumalizia katika fukwe za Vumawimbi. Siku ya tatu ilikuwa ni jana, tulikuwa tuna tour za halal tourism. Tulienda kuangalia sehemu ambapo walizikwa masharifu wa Pemba ambao ni walikuwa wabobezi katika dini ya Kiislamu, lakini pia tukaenda kuangalia msahafu mmoja ambao una takriban miaka zaidi ya 500. Tulienda kuona uko hapa katika kisiwa cha Pemba. Jana ni siku ya tatu, tulikuwa tuna halal tourism pamoja na mechi ya mpira ya veterani. Kwa hiyo wale maveteran wenyewe wa kusini Pemba na kaskazini Pemba waliweza kucheza mechi, tukapata mshindi, akapewa zawadi ya mbuzi pamoja na jezi na mipira. Leo ni siku ya mwisho na tumeshakamilisha. Asubuhi tulianza kwa mbio za duathlon, mchana tukafanya gwaride la punda, na jioni hii tumemaliza kwa mchezo wa ng'ombe. Kwa hiyo tumeweza kujua silka za Pemba, tamaduni za Pemba, lakini la muhimu zaidi ni kwamba hili bonanza limeweza kushirikisha watu kutoka nje ya Pemba, nje ya Zanzibar. Tulikuwa tuna mshiriki kutoka Kenya, tulikuwa tuna washiriki kutoka Mwanza, Shinyanga, Kahama na mikoa mingine mbalimbali hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa hivi kamisheni ya utalii tuna mipango ya kuendeleza michezo, kuendeleza hizi bonanza, sio kwa ajili ya kukutanisha watu tu, lakini pia kwa kuifungua Pemba na pia kujua milka, tamaduni na silka za watu wa Pemba. Tunataka kufungua Pemba kiutalii, tuko tayari kuifungua Pemba kiutalii na kiuchumi na kiuwekezaji. Kwa hiyo tunamwomba kila mwananchi aliyekuwepo Tanzania aweze kuhudhuria katika bonanza yetu kama haya ambayo tutayafanya kwa Pemba na sehemu zingine za Unguja.
kwa ajili ya kuja kuonana, kutalii na pia kuendeleza uchumi wetu wa Pemba na Zanzibar kwa ujumla. Hili tamasha limekuwa likifanyika takriban kwa mwaka wa 6 sasa, na kila mwaka tunakuwa tunajiongeza, tunasoma kwenye yale makosa tuliyofanya kabla na tunaanza kujirekebisha. Lakini kuanzia mwaka huu tumeweza kwanza kuleta waandishi wa habari wa nje ya Pemba ili Tanzania nzima na ulimwengu mzima uweze kuona lile jambo letu ambalo tunalifanya hapa Pemba. Lakini mbali na hapo, kuanzia mwakani inshallah tukijaliwa, tunataka kwamba tuanze kuhimiza maskuli na vyuo vya nje ya Pemba, nje ya Unguja, Tanzania, Kenya, Uganda na nchi zote zingine, tuwaalike katika hili tamasha letu la Pemba ili waweze kujionea kuna nini Pemba, ili waweze kuifungua Pemba kiujumla. TANAPA ambayo ina jukumu la kusimamia hifadhi 21 katika kuhakikisha masuala mazima ya uhifadhi lakini pamoja na utalii kwa ujumla, imeona ni vyema sasa kutanua wigo wa utalii. Kawaida tumekuwa tukijikita sana katika utalii wa wanyamapori na kutembelea mazingira ya hifadhi, lakini katika hifadhi hizo kuna jamii ambazo zinazunguka hifadhi ambazo ziko tofauti, zina tamaduni tofauti, michezo tofauti. Kwa hiyo kwa kushiriki kwetu katika bonanza hili, tumeona ni fursa pia kuja kujifunza na kuweza kushare baadhi ya mambo ili na sisi basi tuweze kutanua wigo wa utalii kwa kushirikisha jamii ambazo zinazunguka hifadhi waweze nao kuibua matamasha kama haya, tukashirikiana ili tuenzi tamaduni zetu na michezo yetu, lakini pia kukuza uchumi wa maeneo husika. Hivyo basi tunapenda kutoa wito kwa Watanzania wote kuweza kutumia fursa zozote zinazojitokeza zinazohusisha masuala yote ya utalii kwa namna yoyote ili tuweze kukuza sekta ya utalii na kuimarisha uchumi wa nchi. Pia nipende kuwakaribisha watu wote wa Pemba na visiwa vya Unguja kuweza kutembelea hifadhi za taifa Tanzania. Karibuni sana. Bonanza hili ni mfano mmoja wa jinsi utalii unavyotumika kama sekta muhimu katika uchumi wa Zanzibar, haswa katika kisiwa cha Pemba. Utalii unasaidia kukuza uchumi wa bluu na kuongeza pato la taifa. Aidha, inasaidia kuimarisha sekta zingine muhimu kama vile usafiri, malazi na huduma za kijamii. Bonanza hili linasaidia kutoa ajira kwa vijana na jamii kwa ujumla, na ni mfano wa juhudi za serikali katika kuboresha sekta ya utalii na michezo katika kisiwa cha Pemba. Hivyo, bonanza hili la utalii, michezo na utamaduni kisiwani Pemba ni tukio muhimu linaloonyesha juhudi za serikali katika kuimarisha uchumi wa bluu na kuendeleza utalii. Ni tukio ambalo linasaidia kuunganisha jamii za ndani na za nje, na linatangaza utamaduni wa kipekee wa Zanzibar na kwa dunia nzima. Bonanza hili linajivunia kuwa sehemu muhimu katika historia ya utalii wa visiwa vya Zanzibar ikiwemo Pemba, na linatarajiwa kuwa na athari kubwa katika kukuza uchumi wa bluu na ajira katika miaka ijayo. Kipindi hiki kimedhaminiwa na PBZ. Ni nafuu na ni salama. Ni rahisi na isiyo na utapeli. Ni PBZ Wakala. Ni kidole chako tu.
Sasa PBZ Bank inakuwezesha kutoa pesa kupitia PBZ Wakala kwa urahisi. Ni kidole chako ndicho kinachokuwezesha kupata huduma hii, basi na ulazima wa ATM card. PBZ Wakala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha NIDA, Mzanzibari mkazi, leseni ya udereva au pasipoti ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu.